Amen, amen. Na kukaribisha tena kwenye channel ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni. Ni matumaini yangu kuwa umzima mahali popote ulipo. Wana wa Mungu, shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena, kwa mara nyingine tunaendelea na somo letu linalosema jinsi mfumo wa nguvu za giza unavyoweza kumshikilia mtu asifanikiwe. Tunaendelea na somo letu linalosema jinsi mfumo wa nguvu za giza unavyoweza kumshikilia mtu asifanikiwe. Nitapitia kidogo tulipoishia na part 1. Mambo ambayo tuliangalia part 1 nitayaelezea kwa ufupi ili zeni tuweze kuendelea mahali tulipoishia. Kumbuka nilikuahidi kwamba nikirudi hapa tena tutaendelea kujifunza, lakini pia nitakupa ushahidi wa maandiko. Nimeweka msingi wa somo hili kwenye Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 13. Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 13. Nao unasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nitaanza na utangulizi. Wokovu ni mchakato wenye kanuni zinazotumika kumhamisha mtu kutoka kwenye mfumo wa nguvu za giza na kumuingiza kwenye mfumo wa ufalme wa Bwana Yesu Kristo. Ina maana ukisema wokovu ni jambo kubwa sana linalohusisha mchakato na kanuni kaza wa kaza. Hata tunasema mtu ameokolewa, kwa maana kuokoa ni kumtoa mtu kwenye mateka, ni kumtoa mtu gerezani, alikuwa ametekwa na kufungwa. Lakini ukienda kumuokoa sasa, lazima kuwe na mbinu kaza wa kaza zinazotumika kumuokoa mtu toka kwenye mateka. Kwenye mfumo wa ufalme wa Yesu, kwenye mchakato huo unahusisha mambo kadhaa kama tulivyoona hapo mwanzo. Kupitia hii Wakolosai yetu ambapo nitaweka msingi leo, nitaendelea tena kutokea pale Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 13. Tuliona mambo matano. Jambo la kwanza tukaona naye alituokoa nani? Tukaona Mungu. Hilo nitakuja nilizungumzie baadaye, lakini leta kwanza, wacha kwanza niendelee mbele ili uweze kunielewa. Tukaangalia jambo la pili, nguvu za giza, na ndio kiini cha somo letu. Nikakwambia kwamba nguvu za giza ni mfumo, na tunaposemea mfumo tunamaanisha ni muunganiko wa vitu vingi vinavyounda kitu kimoja ili kinachofanya kazi kwa ufanisi. Ni muunganiko wa vitu kaza wa kaza vinavyounda kitu kimoja kinachofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo nguvu za giza ni mfumo wa serikali kabisa ya kishetani. Na huu mfumo unahusisha vitu vingi sana, lakini kwenye somo hili nikasema tutaangalia vitu baadhi ambavyo kwa kweli karibu sana na vimewashikilia watu wengi kwa ukubwa, na kiasi kwamba watu wameshindwa kupiga hatua za kiroho. Huu mfumo sasa ni kwamba Mungu alituhamisha kutoka katika nguvu za giza. Ina maana nguvu za giza, tunaposemea nguvu za giza, mfumo wa nguvu za giza ni muunganiko wa vitu vingi kama vile mauti na yenyewe ni mfumo wa nguvu za giza. Na maana Mungu alituokoa kutoka wapi? Mautini, na akatuingiza uzimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja mpaka hapo? Nisikilize kwa makini sana. Amen, amen.
Katika huu mfumo wa nguvu za giza tutaangalia mambo yafuatayo, na hayo mambo nitayamention, lakini leo nitakwambia tunaendelea na wapi. Kwa hiyo kwenye huu mfumo nimeorodhesha mambo kama matano pia. Kuna mfumo wa asili au mfumo wa damu ya ukoo, lakini tutaangalia mfumo wa mizimu. Hii tutaangalia mbele mfumo wa mizimu. Kuna mfumo wa madhabahu, tutaangalia kwenye somo hili pia. Kuna mfumo wa makafara au sadaka nyingine. Kuna mfumo wa ardhi. Hapa kwenye mfumo wa mizimu tutaangalia maagano na vitu kaza wa kaza. Lakini hii kwenye hii Wakolosai yetu pia kuna jambo la tatu, kuhamishwa. Ina maana wokovu ni kuhamishwa kutoka ufalme wa nguvu za ufalme wa shetani kwenda kwenye ufalme wa Mungu. Lakini pia jambo la nne ni kuingizwa. Lazima mtu aingie au aingizwe kwenye ufalme. Jambo la tano, kuna ufalme wa Mungu. Kama tunavyojua, ndani ya ufalme kuna vitu vingi kama vile mipaka, kuna serikali ya ufalme, kuna mfalme, kuna jeshi la ufalme, kuna utamaduni wa kifalme, kuna tabia ya kifalme, lugha za kifalme na haki kaza wa kaza zinazohusu ufalme. Kwa hiyo niliongelea mambo hayo. Leo tena nilikuahidi tutaendelea pale pale kwenye mfumo wa asili. Tutaendelea pale pale kwenye mfumo wa asili. Hapa kwenye mfumo wa asili nitaweka msingi tena kutokea hapo kwenye Ezekieli sura ya 16 na ule mstari wa 3. Ezekieli sura ya 16 na ule mstari wa 3 na kuendelea. Nitaweka msingi wangu hapo, nitaisoma baadaye. Kama una Biblia yako unaweza kaisoma hiyo Ezekieli sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa mwisho wa 63. Wacha nielezee kidogo hapa ili uweze kunielewa. Asili ya mtu imebebwa kwenye damu yake. Asili ya mtu imebebwa kwenye damu yake. Damu, tunaposemea damu ni uhai, na uhai ni nafsi ya mtu. Tunaposemea damu tunaongelea uhai, na uhai ni nafsi ya mtu. Kwa maana hiyo nafsi ya mtu imeunganika na damu ya mtu. Kwa maana hiyo nafsi ya mtu imeunganika na damu ya mtu. Kutokea hapo fungua Biblia yako Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili na ule mstari wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili na ule mstari wa 7. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Fungua Mwanzo tena sura ya 9. Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa 4 mpaka wa 5. Mstari wa 4 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Lakini fungua Mambo ya Walawi sura ya 17. Mambo ya Walawi sura ya 17 na ule mstari wa 11. Mambo ya Walawi sura ya 17 na ule mstari wa 11. Maneno ya Mungu yanasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kabla mtu hajapuliziwa pumzi ya uhai hakuwa na damu. Maana yake damu ilikuwa haitembei, alikuwa ni mavumbi. Na alipopuliziwa pumzi ya uhai,
damu ikatokea ikaanza kuzunguka ndani ya mavumbi na mtu akawa hai. Kwa hiyo damu ni nini basi? Kama ni hivyo, damu ni nini basi? Unaweza kurudi pale Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 7. Kwa hiyo damu ni uhai. Baada ya kupuliziwa ndipo alipopata mtu damu, yaani uhai. Kumbuka tumesoma kwamba uhai wa mtu upo katika damu yake. Msile nyama na uhai, yaani damu. Kwamba Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa mavumbi ya ardhi alikuwa bado hajaanza kupumua, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ina maana mtu akapata damu na kwenye damu sasa ikawepo nafsi. Amen, amen. Tuko pamoja mpaka hapo. Ina maana kwa maana hiyo sasa tunasema hivyo basi damu na nafsi ni umoja. Damu na nafsi ni umoja. Kama maandiko yanasema kwamba uhai wa mwili u katika hiyo damu. Na kama Mungu anasema baada ya kumpulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ina maana vyote ni uhai. Nafsi ya mtu na damu ya mtu vimeunganika kutengeneza uhai wa mwanadamu, kutengeneza kitu kimoja. Nisikilize kwa makini sana ninakoelekea ili uweze kunielewa. Na kama ukusikiliza sehemu ya kwanza, unaweza kusikiliza part 1 ili tunapoendelea uweze kunielewa. Usiache kulike, kusubscribe na kuacha comment yako hapo chini ili nijue kama nina darasa langu linanielewa au la watu hawanielewi. Kwa hiyo sasa jambo lingine hapa, kivuli cha mtu kinawakilisha damu ya mtu. Na tunaposemea damu ya mtu tunasemea yani damu ya mtu tunamaanisha uhai wa mtu. Tunaposemea uhai wa mtu tunamaanisha nafsi ya mtu. Kwa hiyo sasa mtu ndio maana mtu akifa kivuli chake hakiwezi kuonekana. Hata kama ukimweka juani, mtu akifa, uhai ukiondoka, damu ya mtu inakoma. Ina maana uhai umeondoka na nafsi ya mtu imekufa. Hata ukimweka mtu pale kivuli chake hakiwezi kuonekana. Na ndio maana kuna watu wanaibiwa kivuli. Ukisikia mtu ameibiwa kivuli, ameibiwa nafsi. Amen, amen. Kwa hiyo sasa kama damu ni hai, wachawi na waganga na ufalme wa shetani, majini na majoka hutegemea damu, yani hutegemea uhai. Kwa sababu damu ni uhai, kazi zao zote na uhai wa nguvu za giza unategemea damu, kwa sababu ndani ya damu kuna uhai, ili wapate uhai na nguvu ya kutenda kazi zao. Kwa hiyo sasa nimeweka utangulizi hapo. Basi sasa twende polepole tuangalie hapa kwenye mfumo wa asili. Kabla sijaenda sana, tumeangalia damu. Hebu tuangalie mwana plus damu. Kipengele kinasema mwana kujumlisha damu, hicho kipengele. Kwa hiyo mwanadamu ameundwa kwa jinsi ya ajabu sana. Mwanadamu ameundwa kwa jinsi ya ajabu sana. Yaani kuna mwana ambaye ni roho na kuna damu ambaye ni mwili, yaani fresh. Kuna mwana, yani kuna mwana na damu. Tunaposemea mwana tunamaanisha roho ya mtu, na tunaposemea damu tunamaanisha mtu, mwili. Tuanze polepole kutokea hapo tena. Fungua Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 47 paka mstari wa 48. Lakini nitasoma ule mstari wa 47 kwanza, baadaye mstari wa 48 tutaangalia baadaye. Maneno ya Mungu yanasema, Wakorinto wa kwanza sura ya 15
na ule mstari wa 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Ina maana mtu wa kwanza ni damu, ni wa udongo, na mtu wa pili atoka mbinguni ni mwana. Mwana wa nani? Mwana wa Mungu, aliyeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Hii inamaanisha mwili, yaani damu. Amezaliwa kupitia mbegu za baba na yai la mama, akatengenezwa mtu wa kwanza anaye asili yake ni udongo. Mtu wa kwanza ndiye aliyebeba asili. Nitaenda kumwangalia huyu sasa. Mtu wa udongo ndiye yule aliyebeba asili ya baba na asili kutoka kwa mama, ambayo ni asili ya dunia hii. Kwa sababu ukisoma sasa hiyo Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 48, sasa inasema kwamba kama alivyo yeye wa udongo. Nani alivyo yeye wa udongo, ambaye sasa ni damu na nyama, mwili, ndivyo walivyo wa udongo. Ukisoma ilivyoandikwa, kilichoandikwa, yani yeye wa udongo mmoja, ndivyo walio wa udongo, yani wengi. Na kama alivyo yeye wa mbinguni mmoja, ndivyo walio wa mbinguni. Na maana huyu aliyezaliwa kutoka kwa mwanamke ndivyo alivyo kama baba yake, na ndivyo alivyo kama mama yake. Twende polepole sana, na jaribu kuweka msingi hapo ili uweze kunielewa. Kabla sijaendelea sana, tuangalie sasa kipengele kingine. Pale tu. Ndani ya damu ndimo kuna asili ya mtu. Asili ya mtu imebebwa kwenye damu ya mtu. Damu ya mtu ndiyo imebeba tunasema vinasaba. Tunaposemea vinasaba, tunamaanisha DNA au utu wa mtu. Tunaposemea vinasaba, tunamaanisha DNA au utu wa mtu. Unaposema DNA au vinasaba, tunasemea mfumo uliobeba taarifa zote za mtu kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo sasa kama nikienda kisayansi zaidi nitaelezea tu kwa ufupi. Hii kwa wanafunzi wanajua, kama tuliosoma biology kula advance kama mimi, tumeisoma sana hii kwenye genetics. Kwa hiyo sasa kwa hiyo DNA sasa hii hubeba vinasaba, yani jeni, sehemu ambazo zinaamua tabia za kiumbe husika, kama vile muonekano, jinsia na yale yote kilichopokea kutoka kwa wazazi wake. Ina maana sasa, kwa mfano mimea, wanyama, bakteria na virusi, vile wote hawa wana DNA. Hii DNA tunaweza kusema kwa kibiolojia zaidi, ni pale tu kuelezea kidogo hapo ninapoweka msingi ili uweze kunielewa kwamba hii ni molecule ndogo sana, kachembe kadogo sana kanakuwa ndani ya damu. Kama molecule sasa kamebeba ndani yake habari zote za urisi. Hii DNA imebeba habari zote za urisi wa kiumbe husika au wa mtu husika, yani habari za tabia zote zinazopokewa kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo kwenye DNA zimo jeni ambazo zinatunza habari maalum juu ya ulisi wa kiumbe. Kwa hiyo sasa kwenye DNA kuna tabia kama vile tabia ya ukubwa, rangi ya ngozi au nywele. Hizi zinajimega. Nyingine inatoka kwa mama, nyingine inatoka kwa baba, na kemia inaamua ni upande gani wenye asilia zaidi, na hivyo utajitokeza kwa mtoto.
Kwa hiyo asili kali zaidi ndiyo inatoka kwa mtoto, lakini hiyo asili inakuwa imebebwa kwa wote. Na ndio maana sasa watu wengi huwa wanatumia huu mfumo kupima kama mtoto aliyezaa ni wa baba husika. Nitaka tu niangalie hicho, ni kitu muhimu sana na chenyewe itakiwa tuangalie tunaposemea kwenye asili. Kwa mfano kwa tuendelee hapo tena, niachana huo mfano. Kwa kwenye DNA ndio imebeba tabia, mambo ya kulisi kama magonjwa, mfano ulemavu wa ngozi kama wa albino, pumu na kadhalika. Kwa hiyo DNA huwa ndani ya damu ya mtu kama nilivyosema. Damu huzalishwa kwenye mifupa ya mtu. Ndio maana mfano mtu amekufa siku nyingi, amebaki tu mifupa, wakitaka kuangalia ndugu zake wanachukua damu ya ndugu kwenda kupima kwamba kama wana uhusiano wa kivinasaba kutokea kwenye mifupa yake, kwa sababu mifupa huwa inazalishwa kwa sababu damu huwa inazalishwa kwenye mifupa. Twende tena hapo sasa, fungua Mwanzo sura ya 37. Mwanzo sura ya 37 na ule mstari wa 27. Maneno ya Mungu yanasema, haya na tumuuze kwa Hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimzuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Nenda hapo, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ina maana sasa kumbe utu wa mtu au ndugu wa mtu upo katika damu. Ina maana kwamba huyu, unaweza kusema huyu ni damu yangu. Yaani ina maana damu ya babu ni sawa na damu yako. Damu ya mama, damu ya baba ni sawa na damu yako. Na kwenye damu ndiko kule sasa tabia zinabebwa. Ina maana kama mjomba aliiba, zile taarifa zilibebwa kwenye DNA yako, kwenye vinasaba vyako kama nilivyoelezea. Kila tabia mtu anapokuwa anaifanya inanasa kwenye vinasaba, inanasa kwenye nafsi ya mtu. Inaponasa kwenye nafsi ya mtu, ina uwezo wa kusafirishwa sasa tokea kwa mama, tokea kwa baba kwenda kwa mtoto. Na hii tabia sasa huendelea kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo sasa huu utu wa mtu tutaendelea kuangalia kule mambo kaza wa kaza, kama mfumo wa chanjo kuharibu utu wa mtu, kuharibu vinasaba, kuharibu asili ya mtu, inakubadilisha kabisa. Kwa sababu wameanza kuchezea hata matunda, wanyama wamechezea DNA yao na kuzalisha vitu vingine kabisa. Hivyo wanafanya kwa watu kuasili asili yake, wanakuasili kabisa. Kuna mambo kaza wa kaza yameachiliwa ulimwenguni ili kuharibu watu wasimjue Mungu. Kwa sababu utu wa mtu sasa unaweza kuasiliwa na malezi, mazingira, watu wanaokuzunguka, mfumo wa kimaisha, kama vile vyakula na vitu kaza wa kaza. Kwa sababu hiyo kila jambo analolifanya mtu linarekodiwa au linanasa kwenye damu yake au kwenye nafsi yake, na hilo jambo hufanyika tabia inayoweza kusafirishwa kizazi na hata kizazi. Tusome Kutoka. Fungua kitabu chako Kutoka, bado naweka msingi hapo. Naomba usiache kusubscribe hapo, usiache kucomment wala kulike, ili video hii iwafikie watu wengi zaidi, na mimi unipe moyo wa kuanza kufundisha kwa nguvu zaidi, kwa sababu ninajua nina darasa kubwa. Amen, amen. Mwanzo sura ya 20 mstari wa 5, maneno ya Mungu yanasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Na wapatiliza, yani kwa maana nyingine, nasafirisha uovu au na watembelea watoto kuangalia aliyoyatenda babu, kama wamejirekebisha au bado wanatenda vile vile.
Maovu au mwenendo mbaya unaweza kusafirishwa tokea kizazi cha 3 mpaka cha 4. Ina maana kama babu aliua, kama babu alikuwa mzinzi, kama babu alikuwa mwizi, kama babu alikuwa na maovu yamo kwenye damu yako, na yanaweza kusafirishwa sasa, kama Mungu anasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Kumbe hili inawezekana sasa. Babu alitenda uovu, sio kwamba wewe utahukumiwa kwa uovu wake, no, lakini alivyotenda, na wewe ndani yako kwenye nafsi ya mtu ndio center ya kila kitu, ndio center ya mawazo ya mtu, na ndio center ya utendaji wa mtu hapa duniani. Ina maana sasa kama kuna uovu kwenye nafsi ya mtu, yale aliyoyatenda babu yamo na kwako, na wewe utawaza vile vile, utatenda vile vile, na utakuwa kwa kizazi kilichopatilizwa maovu ya baba zao. Kwa hiyo sasa, kwa nini Mungu anapatiliza maovu ya baba zao kwa wana? Ili kukumbushia, au kuna uovu ulitendeka, ili aone lazima watu wa kizazi hicho walipe, wana walipe kwa kutubu na kuvunja huo mzunguko. Na ndiyo maana leo Mungu amenituma ili niweze sasa kuachilia ujumbe huu, ili yale maovu yaliyopatilizwa kutoka kwa wazazi, kutoka kwa mababu, uweze kuchukua hatua na kuyavunja, ili Mungu akurehemu na kuanza mfumo mpya kabisa, ili ugeuzwe na kuwa mtu mwingine kabisa. Hebu nataka tu nikuhakikishie kwamba kama maovu yanaweza kutembea kwenye damu, pia unaweza kuangalia tena, hiyo tumeangalia mwanzo, ni Mungu mwenyewe anatamka kabisa. Tuangalia tena Petro wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Petro wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Ina maana sasa, kumbe unaweza ukapokea mwenendo kutoka kwa baba, kutoka kwa babu, lakini wewe haukufanya. Kwa sababu hiyo sasa, kuna magonjwa watu wameyapokea ni ya kurisi. Kwa maana unaweza ukaenda kupima, kuna watu akitaka kuoa, anamchukua binti, anapima DNA kama kuona kuna chembe chembe za ualbino au kwa shida fulani iliyotokea kwenye ukoo. Hizi kweli ni kweli, inakuwa imo ndani ya damu ya mtu. Magonjwa yanakuwa yamo ndani ya mtu, tabia inakuwa iko ndani ya mtu. Kwa hiyo kuiacha, lazima sasa uweze kujifunza namna hii. Tuangalie tena kidogo hapo, ili sasa, kwa sababu ya uvivu watu kusikia, tuangalie kitu kimoja tu, ili tena nijiandae kwa part 3, ili niweze kuwa na mwendelezo mzuri, uweze kunielewa. Tuweke sasa msingi nilipokuambia. Kwa hapa nitaweka msingi kwenye Ezekieli, Ezekieli sura ya 16, sura 16, sura 16 na ule mstari kuanzia wa 3. Sasa tunakuja hapo niko naangalia mtu, tutaangalia mambo kaza wa kaza hapo, lakini hapa nataka tuangalie asili ya kabila. Kipengele kingine, kama unaandika, andika asili ya kabila. Ukisoma Ezekieli sura ya 16 mstari wa 3, neno la Mungu linasema useme. Hebu nianzie mstari wa kwanza ili uelewe. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Kuna mambo kaza wa kaza, ukisoma kilichoandikwa utaona mambo mengi sana, kwamba asili yako na kuzaliwa kwako, kuna asili yako
na kuzaliwa kwako. Ina maana kuna asili ya mtu na kuna kuzaliwa kwa mtu. Yatoka katika nchi. Kwa hiyo hapa kuna asili ya nchi ya Mkanani, lakini pia Mwamori alikuwa ni baba yako. Ina maana hii anaongelea asili ya kabila. Kuna asili ya kabila inaweza kuwa ndani ya damu ya mtu. Ndio maana damu ya Yesu ilifanya manunuzi kutoka kwenye kabila. Yaani mtu ikamchomoa toka Usukumani, mtu ikamchomoa toka Uchagani na ikambadilisha, ikamfanya kuwa mtu mwingine kabisa. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 9, maneno ya Mungu yanasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo sasa kila kabila lina mifumo yake na asili yake, na watu wengi wamekamatwa na huo mfumo wa asili ya kabila, tabia na mwenendo wa maisha. Ina maana sasa tunapoendelea kujifunza tutaanza kuchambua kidogo kidogo, na ndio maana sasa Yesu akafanya manunuzi. Tunaposema kukombolewa sasa tunaanza kukutoa kwenye asili moja moja kama haya niliyoyasema. Hapo nitaomba kwa leo niishie hapo, ili baadaye tukija tuendelee. Kuna mambo mengi kaza wa kaza, kwa sababu ya muda na uvivu wa watu kusikia. Naomba niishie hapo. Usiache kunifuatilia kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako. Ninaomba ulike, subscribe, unaweza kushare kwa mwingine, ili sasa video hii wafikie watu wengi zaidi na mimi nipate morali na moyo wa kuendelea kufundisha. Mungu akubariki sana. Amen. Amen.